Propaganda kama kawaida zimeshaanza kwa mwamba Ibrahim Traore, na habari hii imepostiwa na BBC ambao wanasema raia 130 wameuawa ndani ya taifa la Burkina Faso kwenye mji mmoja karibu na mji mmoja wa Solenzo ambao ni ni magharibi mwa mji uko magharibi mwa Burkina Faso. Kwa hiyo hawa ni watu 130 wameuawa, raia na serikali ya Burkina Faso. Kwa tayari chokochoko zinaendelea. Kumbuke ushirikiano ambao Ibrahim Traore ameuonyesha na Vladimir Putin ni ushirikiano ambao hawajaupenda manyang'ao. Ni ushirikiano ambao kidogo unawasumbua sana manyang'ao. Na ndio maana wakuta lolote linalofanyika jema Afrika au vijana hivi tunavyokuwa tunaongea wanasema hawa ni kwa sababu ya ushawishi wa Urusi. Kwa ina maana sisi hatuna akili. Yaani kwa sababu wametupicha hivyo kwa miaka mingi. Ndio maana unaona chochote tunachokifanya au chochote anachokifanya Ibrahim Traore ambacho kinaonekana ni cha kimaendeleo, wanaanza kusema hawa wako influenced na Urusi. Hawa wanapata ushawishi kutoka Urusi. Yani, kwa maana kwamba sisi hatuna akili ya kufanya hivyo. Ila isipokuwa ni lazima kwanza tuangalie kutoka Urusi au tuangalie kutoka kwao. Ni kwa sababu wao walikuwa wameuaminisha ulimwengu, wameuambia ulimwengu wa Afrika ni wajinga, na ndio maana iko hivyo. Sasa imeanza hii propaganda ya kuwa Ibrahim Traore ameua raia. Niliwahi kufafanusha hapa wakati fulani kule Afrika Magharibi kuna kabila moja hivi linaitwa kabila la Fulani, na hilo kabila la Fulani ni kabila ambalo wanakuwa ni watu wako, kwa sababu wengi ni Waislamu by the way, na wengi wanakuwa wanadanganywa kuwa ili uwe Muislamu wa kweli ni lazima uwe kwenye haya makundi ya kigaidi, yani ufanye mambo kama hayo. Lakini nyuma ya ajenda hiyo, viongozi wale wanaoongoza haya makabila, wao wana faida zao wanazozipata, kwa sababu mwisho wa siku haya makundi yote ni yanafadhiliwa na nani kama sio watu wa magharibi? Makundi unakuta yana silaha, na silaha hizi ni silaha za magharibi, tena silaha kali wakati mwingine kuliko silaha za nchi. Kwa hiyo yanafadhiliwa hivyo, lakini wale ni watu tu huku nyuma au chini ya pazia wanadanganywa kuwa nyinyi tunapigania Uislamu. Kumbuka nimekuwa nikikwambia Muislamu wa kweli sio gaidi, hapana. Na gaidi kweli kweli sio Muislamu, kwa sababu maandiko matakatifu katika msaafu yanakataa kuwa Muislamu wa kweli sio muuaji. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hili kabila sasa ambalo ni kabila kubwa limeenea, maana liko hapo Burkina Faso, ukienda upande wa Ivory Coast, uende upande wa Benin mpaka huku Nigeria pia kabila hilo lipo. Kwa hiyo hao sasa ndio wanaokuja kwanza kupambana, kwa sababu wengi wamejisajili kama kwenye hili kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Wengi wamejisajili na wengi wako huko, wengi ni wanamgambo wa Al-Qaeda na wengine pia ni wanamgambo wa ISIS ndani ya Burkina Faso na Mali pia. Ndio hawa waliokuwa wana destabilize amani ya Burkina Faso. Kwa Ibrahim Traore kupambana nao, story imepindishwa. Sasa hapa Human Rights Watch na wao wameingia, shirika la haki za binadamu, wanamlaumu Ibrahim Traore kuwa ameua raia zaidi ya 130. Lazima washirikiane, kwa sababu kumbuke hao wanaosema kuwa ni haki za binadamu, tunakaa tunashangaa wale viongozi wetu walivyouawa. Mfano kama Patrice Emery Lumumba aliuawa kinyama mpaka mwili wake ukakatwa, na aliyekuwa wazungu wale wa Belgiji walikuwa wamesimamia hilo zoezi, anasema alikatakata vipande 36 alafu akang'oa jino la Lumumba, alafu ule mwili wote wakauyeyusha kwenye tindikali. Haujawahi kusikia wakiongea hiyo? Hujawahi kusikia hiyo haki za binadamu wakiliongelea hiyo? Lakini wamekuja kuongea kwa sababu ni propaganda ziko nyuma ya, wanamtafutia Ibrahim Traore ili waweze kumuondoa madarakani. Wanamtafutia Traore ili waweze kumuua, wanamtafutia Traore ili waweze kumpindua, waweke viongozi wao ambao wana ushawishi tofauti na hivyo ambavyo ilivyo. Lakini hawaongelei kuhusiana na mambo ambayo yamekuwa yakifanyika Libya pale. Hawakuongelea vile ambavyo Gaddafi aliuawa
hawa haki za binadamu hawakuongelea haya masuala ya BBC, hawakuongelea kipindi hicho, na kipindi hicho ndipo ni vyombo vilivyotumika sasa kumchafua Colonel Muammar Gaddafi, mpaka wakawa wanasema Colonel Muammar Gaddafi alikuwa anakula mioyo ya watu. Yani anaua watu, anakata moyo, anaenda kuweka kwenye friji, alafu anapikiwa, anakula. Hebu niambie, ni story mbaya kiasi gani? Ni ujinga wa namna gani? Sasa BBC hawa wamekuja kuleta ripoti, wanasema maana ni mwezi wa 3 mwaka 2025 ndipo ambapo Ibrahim Traore ameua watu kama 130 hawa raia. Na mnakumbuka maandamano ambayo walifanya wapumbavu fulani kule Ufaransa. Hawa ni wa Afrika, tena ni wa Burkina Faso wanaoishi nchini Ufaransa, eti walikuwa wameandamana wakimshutumu Ibrahim Traore kuwa anaua raia. Raia wenyewe ndo hao magaidi nao kuambia. Raia wenyewe ndo hivi vikundi vya kigaidi anavyodili navyo. Lakini hawaripoti habari zinazoendelea huko za makundi haya magaidi kwenye mataifa mengine yanavyoua. Mfano kama Cameroon pale kwa Paul Biya, watu wanakufa sana, lakini hayo hawaripoti. Kwa ndivyo ambavyo wamezoea kufanya hivyo. Unakumbuka aliyekuwa rais wa Ivory Coast alikuwa anaitwa Laurent Gbagbo, ambaye yeye alikuwa hakubaliani sana na sera za Ufaransa, na wao wakamwandaa kibaraka wao ambaye ni Alassane Ouattara, ambaye yuko mpaka leo hii madarakani. Kwa sababu niliwahi kukupa hiyo historia ndefu sana ya huyu Alassane Ouattara. Tangu miaka 1960 na kule walianza kumpa nafasi mbalimbali, na mwisho wa siku wakaja wakamwozesha mke ambaye ni mke mzungu. Basi baada ya hapo kachukua nchi na anawatumikia wao. Na Ivory Coast sasa hapa kwenye mji hapo Cote d'Ivoire pale Abidjan ndio kumekuwa sasa ni mahali pa kupikia mipango ya kutaka kumpindua Ibrahim Traore. Na ndio maana kuta haya mapinduzi ya juzi ambapo serikali ya Burkina Faso ilifanikiwa kuyazima wale waliokuwa wanataka kupindua, kwa sababu kulikuwa na maaskari wa zamani na maaskari walioko leo hii au walioko jeshini sasa walishirikiana kwa pamoja na wanasiasa wa zamani waliokuwa pale Burkina Faso. Na hawa sasa baada ya haya mapinduzi walitoroka, na walikotorokea ni Ivory Coast. Wametorokea Ivory Coast, ungedhani kuwa wangekamatwa kule Ivory Coast warudishwe, kwa sababu walikuwa wanataka kumpindua rais wa nchi jirani, lakini haikufanyika hivyo. Matokeo yake kule walitandikiwa zulia jekundu na wakapewa makazi, ambayo makazi haya sio tu makazi ya makimbilio au kuwa ni hifadhi ya wakimbizi waliokimbia au wakimbizi wa kisiasa, no, lakini yale makazi ni kambi maalum za kuendelea kupanga mipango ni namna gani ya kwenda kumwangusha Ibrahim Traore. Kwa hiyo sasa wameanza kupitia media. Sasa hizo ni mbinu za kizamani, mbinu ambazo zilifanya kazi wakati ule, na kwa sasa haziwezi kufanya kazi kwa sababu wa Afrika wameamka. Mmeona juzi hapa baada hii kauli ya General Michael Langley, Afrika nzima watu wameandamana, na maandamano haya ndio yaliyopelekea sasa unaona kupeleka ujumbe kwa watu wa magharibi kuwa sisi sio tena watu wa vile, sisi sio tena wa kusikiliza hizo taarifa. Sasa BBC walitimuliwa. Hata mali pale kuna chombo kingine tena cha habari cha Mfaransa inaitwa TV Monde, na yenyewe Assimi Goita amewatimua, kwa sababu habari zinatakiwa zitoke kwetu, sio zitoke kwenye vyombo vya habari vya mashariki au huko magharibi, vitoke kwenye vyombo vya habari vya magharibi. Yani eti kama kuna kitu kinataka kutokea Kenya, yani mimi ni Mtanzania, siwezi kujua jambo linalotokea Kenya, lakini ni lazima nisikilize vyombo vya habari vya magharibi, alafu ndio nijue ni nini kimetokea Kenya, wakati Kenya ni nchi jirani na Tanzania. Lakini kwa nini sasa visitangaze vyombo vya habari vya kwetu hapa? Lakini sasa tunawashukuru sana watu waliovumbua science, waliovumbua teknolojia, watu walioleta hii mitandao. Kupitia mitandao ya kijamii uongo wote umeweza kuwekwa peupe. Sasa BBC na vyombo vingine vya habari wanatumia mbinu zile zile za kikoloni, mbinu zile zile za kizamani. Wangebadilisha hata mpango basi. Ndio maana sasa hivi naona kila kizuri kinachofanyika wanasema hii ni ushawishi wa Urusi. Kila kizuri kinachofanyika wasikia hii hawa wanadanganywa na Urusi. Sasa tuacheni tufanye mambo yetu wenyewe. Kwa hiyo wameanza hiyo propaganda. Kadhalika pia hata kwa Colonel Muammar Gaddafi, kama mnakumbuka vizuri, walianzaga na maneno hivyo. Wakaanza kusema Gaddafi anafadhili magaidi. Gaddafi anaua watu.
Gaddafi anaua waandamanaji. Kumbe wao walikuwa wanapiga mahesabu ya mbali, walichukua Waarabu kutokea mataifa mbalimbali, Tunisia huko, wakachukua hiyo Mashariki ya Kati, wakawapeleka pale, wakaanza kuandamana eti wanapinga utawala wa Colonel Muammar Gaddafi. Na baadaye sasa Gaddafi akaambiwa, mzee, hawa sio waandamanaji, hawa ni magaidi, mbona wana silaha? Okay, ukiachilia mbali hilo, wakati wanataka kuja kumuua walitumia vyombo vya habari kwanza kuchafua taswira ya Gaddafi, kuchafua image ya Gaddafi, walichafua kweli kweli. Na ukumbuke vyombo vya habari kipindi kile hasa tulikuwa bado Afrika hatujaamka. Hata wakati wa Iraki, wakati wameenda kumuua Saddam Hussein, wakawa wametumia vyombo vyao vya habari hivi vikubwa, wakasema kuwa, wakaisifu science yao namna walivyoendelea, wakasema tumetengeneza bomu ambalo linaweza likamlenga muhusika katikati ya umati wa watu. Kwa hiyo ndicho tulichokifanya, lakini baadaye taarifa zikaanza kuwaumbua wakati habari zilipoanza kuzagaa, wakati ambapo NATO wanakusanya miili waliowaua watu, raia waliowaua, kuna wakusanya miili na greda hivi wanaenda kuwazika kwenye shimo la pamoja, huku wamama wakililia watoto wao, watoto wakililia mama zao, wanawake wakililia waume zao. Ndio hivyo, yani ndio ikafahamika kuwa kumbe hawa wamefanya mauaji makubwa kiasi hiki, lakini kipindi kile vyombo vya habari vilikuwa ni vichache. Sasa leo hii ukiangalia habari hizo sio tena kwamba tunaishi kwenye ule ulimwengu wa kuweza kudanganywa. Ndio maana juzi hapa, baada ya hii kauli sasa nilivyokuambia ya Michael Langley, unaona Afrika nzima imelipuka kwa maandamano. Kutokea Nairobi mpaka Addis Ababa, kutokea Accra Ghana mpaka Bamako huko Senegal. Yani kote baya, ukienda huko Uingereza huko, wa Afrika waishio nje ya bara la Afrika na wao wameandamana kupinga hii. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu wa sasa unaelewa kila kitu. Ulimwengu wa sasa sio wa kuweza kutudanganya au kudanganyana, ndio maana. Kwa hiyo hawa ni BBC, wametumia mbinu za kizamani kwanza kumpaka matope Ibrahim Traore kuwa huyu anaua raia. Ukweli anaua magaidi wanayoisumbua Burkina Faso. Na hapa tumepata habari kuwa magaidi hawa tena wamevamia eneo fulani huko ndani ya Burkina Faso na wameua askari 8 pamoja na raia. Alafu haya hawaripoti, haya hawatangazi. Askari wa Burkina Faso wakiuawa hawaripoti, lakini wao wanachoripoti, magaidi wakifa wanaripoti ni raia wameuawa, kwa sababu wale ni watu wao ambao wanawatumia. Kwa hiyo hii haifanyi kazi tena. Tuwaambie tu, bahati mbaya sana, kazi haifanyi tena. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tunaendelea kupambana kwa ajili ya Afrika yetu. Sisi hatuna mahali pengine, Afrika ndio nyumbani. Tusipoipambania Afrika, hakuna atakayepambana kwa ajili yetu. Asanteni sana.